Jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema siku ya leo Jumapili limefanya shambulizi kubwa lililolenga makamanda wakuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran katika mji mkuu wa Lebanon, huku kukiwa na ripoti kwamba shambulio la Israel lilipiga hoteli ya kifahari ya Beirut na kuua wanajeshi 4. IDF katika taarifa yake imesema waliolengwa mapema Jumapili ni wanachama wa kikosi cha Lebanon cha kikosi cha Quds, kitengo cha nje cha IRGC, ambao walichukua hatua kuendeleza mipango ya kigaidi dhidi ya taifa la Israel na raia wake kutoka ardhi ya Lebanon, wakati wakifanya kazi kwa wakati mmoja na IRGC nchini Iran. Jeshi liliongeza kwamba utawala wa Iran unafanya kazi kwa uratibu kati ya raia wa Iran na Lebanon, ukiwadhulumu wakazi na kuwatumia kama ngao za kibinadamu kutimiza malengo yao. Jeshi la IDF hata hivyo limesema limechukua hatua mbalimbali ili kupunguza hatari kwa raia, ikiwa ni pamoja na matumizi ya silaha za usahihi na ufuatiliaji wa angani. Maafisa wa Lebanon walisema mashambulizi hayo yaliwaua takribani watu 4 katika hoteli ya Ramada. Mpiga picha wa shirika la habari la AFP katika hoteli iliyopo baharini iliyoshambuliwa kwa bomu aliona madirisha yaliyovunjika na uharibifu mkubwa wa chumba kimoja, huku vikosi vya usalama vikifunga eneo hilo kutokana na hali kuwa mbaya. IDF imesema kwamba inaendeleza operation katika nchi mbili, kwa maana Lebanon kupambana na kundi la Hizbullah ambalo pia linaungwa mkono na Iran, lakini pia na mapambano dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake la IRGC na majeshi mengine yaliyopo nchini humo. Israel ilisema Jumapili ilifanya shambulizi lililolenga makamanda wakuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran katika mji mkuu huo wa Lebanon, huku kukiwa na ripoti kwamba shambulizi hilo lilipiga katika hoteli ya kifahari huko Beirut. Katika taarifa yake imesema waliolengwa mapema ni wanachama wa kikosi hicho cha Quds na kwamba malengo yamefanikiwa kwa asilimia kubwa. La Israel lilitoa tishio lisilo la kawaida dhidi ya maafisa wa utawala wa Iran nchini Lebanon, likitahadharisha kuwa watalengwa iwapo hawataondoka nchini humo. Shirika la habari la Reuters limeripoti Jumamosi kwamba kufuatia vitisho hivyo, zaidi ya raia 150 wa Iran, wakiwemo wanadiplomasia na familia zao, wameondoka Lebanon. Siku chache baada ya Marekani na Israel kufanya mashambulizi dhidi ya utawala wa Iran tarehe 28 Februari, kundi la wapiganaji la Hizbullah la nchini Lebanon ambalo linaungwa mkono na Iran lilianza kurusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Israel na kuingiza Lebanon katika vita. Katika kujibu, Israel ilianzisha mashambulizi yenye lengo la kuisukuma Hizbullah mbali na mpaka na kuondoa tishio lake, na imepanua uwepo wake kusini mwa Lebanon. Wiki iliyopita jeshi la Israel lilitoa tishio lisilokuwa la kawaida dhidi ya maafisa wa utawala wa Iran nchini Lebanon, likitahadharisha kwamba watalengwa iwapo hawataondoka nchini humo ndani ya saa 24. Hoteli hiyo ilikuwa na makazi ya watu waliokimbia makazi yao, waliokimbia vita kusini mwa Lebanon na vitongoji vya kusini mwa Beirut, na wengine walionekana wakiondoka kwenye jengo hilo kwa hofu ya mashambulizi zaidi ya anga. Watu 10 pia wamejeruhiwa katika shambulizi hilo, Wizara ya Afya ya Lebanon ilisema katika taarifa yake. Wiki iliyopita Israel ilisema kuwa ilimuua Daud Alizadeh, kaimu kamanda wa kikosi cha Lebanon Corps, katika shambulizi mjini Tehran. Shambulizi jingine huko Beirut wiki iliyopita lilimuua mkuu wa wafanyakazi katika jeshi la Lebanon, Reza Kazei. Siku ya Jumamosi, Hizbullah ilirusha makumi ya roketi na ndege zisizokuwa na rubani kutoka Lebanon kaskazini mwa Israel bila ripoti za majeruhi. Wakati huo huo, IDF ikizindua wimbi la mashambulizi ya anga kwenye wilaya ya Dahiye ya kusini mwa Beirut na ngome ya Hizbullah. Jeshi pia lilitoa onyo la kuhamishwa ambapo lilikuwa limetoa siku ya Alhamisi kwa vitongoji 4 vikuu vya wilaya hiyo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.